نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tukiendelea kwenye kitabu Ahkamul Janaiz kilichoandikwa na Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, na katika kitabu hichi tumefikia katika mlango wa sala juu ya jeneza au sala juu ya maiti. Na katika habari ya sala juu ya maiti tuko sasa katika habari ya kutoa salamu. Kwa hivyo kwa wale ambao wanao vitabu, ukurasa tuliofikia ni 129 na inshallah tutaondokea katika nambari 85. Wasunnatu, na mwendo wa mtume, an yusallima fil janazati sirran, ni kwamba mwenye kusalia maiti atatoa salamu katika jeneza kwa siri, pole pole, kiasi cha kujisikia yeye mwenyewe au kiasi cha kusikia wale walioko nyuma yake, kama atakuwa ni imamu, safu ya mwanzo tu kidogo, hata kidogo tu. Na katika utoaji huu wa salamu kwa siri, al-imamu wa man waraahu fi dhalika sawaun, imamu na wale walio nyuma yake katika jambo hili la kutoa salamu kwa siri wako sawa. Na hayo yamekuja kutokana na dalili lihadithi Abi Umamata al-Mutaqaddim. Dalili yake nzito au ni hoja yenye nguvu ni hadithi ya sahaba wa mtume Abi Umamata, ambayo hadithi yake imekwisha tangulia nyuma fil mas'alati, katika mas'ala haya ya kusalia maiti, bilafdhin, hiyo imekuja kwa tamko kama lifuatalo: thumma yusallimu, kisha mtume akawa anatoa salamu, sirran fi nafsihi, kwa siri katika nafsi yake. Anasema sahaba Abi Umama kamwona mtume akasalia maiti namna kama hiyo. Hina yansarifu, wakati ule anapomaliza kusalia na maiti au anapokengeuka kutoa salamu kwa kuelekea upande wa kulia na kushoto. Wasunnatu, na ni mwenendo wa mtume,
an yaf'ala man wara'ahu, ni kwamba anafanya vile vile yule mtu aliyoko nyuma ya imamu, mithlama fa'ala imamuhu, mfano kama vile alivyofanya imamu wake. Hadithi hii ya Abu Umama walahu shahidun mawqufun, inao ushahidi mwingine katika maneno ambayo yameanzia kwa sahaba, maneno ambayo akhraja al-Bayhaqi, hadithi yake yameitoa Imam Bayhaqi an Ibn Abbas, kutokana na sahaba Ibn Abbas, annahu, ya kwamba yeye Ibn Abbas kana yusallimu fil janazati, alikuwa akitoa salamu katika jeneza, taslimatan khufiyatan, salamu ya siri. Mbali hadithi ya Abi Umama wa mtume kufanya hivyo, vile vile iko riwaya nyingine ambayo kaitoa Baihaqi, sahaba wa mtume Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, pia na vile vile alikuwa akisali jeneza, yusallimu fil janazati taslimatan khufiyatan, akitoa katika jeneza salamu ya siri. Wa isnaduhu hasanun, na mategemezi yake riwaya hiyo, ingawa ni maukufu, kitendo ambacho kimeanza kwa sahaba, lakini mategemezi yake ni mazuri. Thumma ruwiya an Abdullah ibn Umar, kisha baada ya hapo ikasimuliwa kutokana na Abdullah bin Umar, annahu, kwamba yeye Abdullah bin Umar kana idha salla ala aljanazati, alikuwa anaposalia juu jeneza, yusallimu, hutoa salamu, hatta yasma'u man yalihi, mpaka akaweza kusikia salamu ile yule mtu aliyoko nyuma yake, anamfuatia baada yeye nyuma yake. Kwa hivyo imekuja riwaya hiyo kuonyesha kwamba salamu yenyewe inasikilikana angalau. Ile ya mtume aliyohadithia Abi Umama ilikuwa ni siri sana, na Ibn Abbas akifanya salamu ya siri, lakini Abdullah bin Umar akitoa salamu kiasi ambacho hata yasma'u man yalihi, mpaka akawa anasikia yule mtu aliyoko nyuma yake. Na hiyo vile vile wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake ni sahihi. Albani sasa anasema, qultu, hapa mimi nimesema, wa ka'annahu liikhtilafi hadhaini al-atharaini, imekuwa kama kwamba kwa ajili ya kutofautiana athari mbili hizi, moja kitendo cha sahaba mtume Abdullah bin Abbas akiswali kwa kutoa salamu khufiyatan, yasiri, na nyingine ni kitendo cha sahaba mwingine Abdullah ibn Umar, yeye ametoa salamu kiasi cha kumsikilizisha mtu aliyeko nyuma yake. Sasa Albani anasema, wa ka'annahu liikhtilafi hadhaini al-atharaini, na kwamba kama kwamba kwa ajili ya kutofautiana athari mbili hizi, sio hadithi sasa, ni athari mbili. Athari ni kitendo au kauli ya sahaba, au kitendo au kauli ya tabi'i, inakuwa ni athari. Hadithi ni maneno yanayotokana na mtume mwenyewe, au kitendo cha mtume mwenyewe, au kukubali kwake mtume jambo asitie makosa, hiyo huitwa hadithi. Lakini kitendo cha sahaba, kauli ya sahaba au tabi'i, huitwa ni athari. Kwa hivyo huenda kama kwamba kutokana na kutofautika kwa athari mbili hizi, moja ya Ibn Abbas na moja ya Abdullah bin Umar, wote wawili masahaba, anasema huenda kama kwamba kwa tofauti hizo, ikhtalafat aqwalu al-Hanabila, kwa kutofautiana na athari mbili hizo, labda inawezekana ndiyo ikatofautiana maneno ya wafuasi wa Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, watu wa Hanbali. Huenda ndiyo sababu yenyewe ya kutofautiana maneno yao fi hadhihi almas'ala, katika masala haya. Fajaa, basi imekuja fil insafi, katika kitabu kilichoitwa Insaf,
kwenye sahifa nambari kadha kadha imekuja kama ifuatavyo. Qala fi al-furu', amesema mwandishi katika kitabu kingine kiitwacho al-furu', dhahiru kalami al-ashabi, wazi wa maneno ya masahaba, anna al-imama yajharu bitaslim, kwamba imamu anatoa sauti kwa kutoa salamu. Hivi ndivyo inavyoonekana wazi wazi yake kwa maneno ya masahaba, kwa mujibu wa kitabu hichi cha al-furu', inasema hivyo ndani yake. Dhahiru kalami al-ashabi, dhahiri ya maneno ya masahaba, anna al-imama, ya kwamba imamu yajharu bitaslim, anatoa sauti kwa kutoa salamu kwenye sala ya jeneza. Hiyo moja. Wa dhahiru kalami Ibn al-Jawzi, na inavyoonekana wazi wa maneno ya Ibn al-Jawzi, annahu yusirru, kwamba imamu atatoa salamu kwa siri katika sala jeneza. Dhahiri ya kauli ya masahaba, imamu atatoa sauti. Dhahiri ya kauli ya Imamu al-Jawzi, imamu atafanya siri. Thumma nukila an al-madhhabi, kisha ikanakiliwa maneno mengine kutoka kwenye kitabu kilichoitwa al-madhhab, masbuki al-dhahabi wa masbuki al-dhahabi, na hata katika kitabu kingine kiitwacho masbuki al-dhahabi yamenakiliwa maneno ma yashhadu li kalam Ibn al-Jawzi, ya kutolea ushahidi maneno ya Ibn al-Jawzi ya kwamba salamu imamu anatoa siri. Wa huwa al-arjahu, na yeye Albani anasema kutoa salamu kwa siri ndiyo kauli yenye nguvu zaidi. Kwa nini kwa kauli yenye nguvu zaidi? Kwa sababu nyingine zote zimetokana na athari, lakini kauli ya kufanya salamu kwa siri imekuja li hadithi Abi Umamata, kwa kitendo cha Mtume, kwa hadithi ya Abi Umama ambayo tumeizungumza, ya kwamba kasema thumma yusallimu sirra, kisha Mtume akitoa salamu kwa siri, fi nafsihi, katika nafsi yake, hina yansarifu, wakati ule anapokengeuka kulia na kushoto. Lakini si masala yakaotofautiana Waislamu mpaka wakafikia pahala pagumu wasifahamiane, labda si jambo kama hilo. Ni kutoa salamu. Kauli yenye nguvu kwa hakika iliyothibiti kwenye hadithi ya Mtume ni siri. Dhahiri ya maneno ya masahaba ni kwamba imamu anajihirisha. Kimekuja kitendo cha Abdullah bin Umar, sahaba wa Mtume, akijihirisha, lakini kiasi cha kumsikilizisha aliyoko nyuma yake, si kwa nguvu sana. Pengine ilivyozoeleka tunapofanya ni kutoa salamu kwa sauti kubwa. Pengine hakuna mtu aliyebahthi katika mambo ya sunna ya Mtume, mambo yakoje. Huenda ikawa hivyo, au huenda ikawa asili yake tumezoea hivyo kwa sababu ya kuona, si kwa kusoma, ni kwa sababu ya kuona. Ndivyo tulivyofungua macho, swala za maiti zinasaliwa na salamu hutolewa kwa sauti. Lakini ndani ya vitabu hali iko kama hivi. Kila ukifungua kitabu cha hadithi utakuta dalili yenye nguvu zaidi ni hadithi ya Abi Umama yenye kitendo cha Mtume. Nyingine zitakuja ni athari, itakuwa vitendo vya maswahaba. Lakini si jambo la kugombania Waislamu ikawa kila mmoja anavutia kwake. Huku ni kutoa salamu tu katika sala, ikiwa ni siri, ikiwa ni dhahiri. Swala ya jeneza haitobatilika kabisa, na ikiwa mtu atakuwa anafuata jambo kwa dalili, basi hivyo ndio itakiwa. Si ushindani wa kushikilia taasub, bali ikiwa anafanya kwa sababu anayo dalili, na dalili kubwa ni Qur'ani na hadithi ya Mtume, hapo ndipo mategemeo ya Waislamu. Haya, tunaendelea na upande wa juu. Hayo maneno yalikuja chini kidogo katika uchambuzi kwenye nambari 1 pale,
Na sasa tunaingia katika nukta ya 86. Katika nukta ya 86 tukiondoka katika salamu ni kwamba wala tajuzu salatu ala aljanazati, na wala haijuzu sala juu ya jeneza fil awqati thalathati, ndani ya nyakati tatu, allati tahrumu salatu fiha, nyakati tatu ambazo inaharamika swala kusaliwa katika nyakati hizo yoyote ile, ikiwa swala hiyo ni swala ya fardhi, ikiwa swala hiyo ni swala ya sunna, au swala yenyewe ikiwa ni fardhu aini. Nyakati hizo Mtume kwa hakika ameonyesha kukataza, tena katamka kwa maneno, na hadithi zimekuja sahihi. Basi na swala ya jeneza vile vile inaingia katika kuitwa ni swala, ingawa ndani yake hamna rukuu, hamna sijida, hamna kuitadir, hamna tahiyatu, lakini imeitwa kwa jina la swala. Watu wanaswali pale na wanamwombea mwenzi wao apewe takhfifu, apatiwe maghfira, apatiwe rehma, ni swala. Kwa hivyo imeingia vile vile kwamba ni katika jumla ya ibada ambazo hazifai kufanywa katika nyakati tatu, illa li daruratin, isipokuwa inapotokezea dharura. Hata sala ya fardhi itakuwa tena inasaliwa kwa dharura. Dharura kama vipi? Mtu kachelewa kuamka, alipoamka karibu jua litachomoza, na jua pale linapoanza kuchomoza imekatazwa mtu kuswali wakati ule, lakini amewahi mtu kufunga sala yake kwa takbira ihram bado ndani ya wakati, amewahi wakati jua kuchomoza bado, lakini alipokuwa anaendelea kuswali, labda alipata rakaa moja katika wakati na rakaa ya pili ikabidi imemkuta wakati jua linachomoza, pale mwenye kuswali haambiwi kwamba ameleta jambo makruh, amekuwa katika kitendo cha sahihi, kwani kauli ya Mtume imekuja waziwazi ikaonyesha dalili, man adraka rak'atan, yoyote mwenye kuwahi rakaa moja, min salati subhi, katika swala ya subuhi, qabla an tatlu'a ash-shamsu, kabla ya kuchomoza jua, faqad adraka as-salah, kwa hakika atakuwa amewahi swala yote. Rakaa moja kaiswali ndani ya wakati, na rakaa ya pili jua likamchomozea yumo ndani ya swala, hapa ataambiwa mtu kwamba ameleta jambo makruh, na imekuwa ni dharura, kachelewa kuamka, imekuwa jua limemkuta ndani ya swala. Hiyo ni mfano mmoja. Na kwa hivyo hata swala ya jeneza nayo ikitokezea dharura kama hiyo itakuwa tena imejuzu, lakini ikiwa ni maksudi itakuwa haifai, itabidi wakati ule, na ni wakati mdogo sana mwepesi, ni kuachiwa jua lichomoze mpaka kiasi cha urefu wa mkuki, na mchana wakati wa dhuhuri ni kuachiwa jua liiname liende upande wa magharibi, au pahakikiwe kwamba swala ya dhuhuri imeshaingia wakati wake, hapo panaweza kuswaliwa swala. Au wakati ule wa kuzama jua liachiliwe jua mpaka lizame, kama tutavyoona mambo haya namna yanapozungumzwa na masahaba. Basi wala tajuzu salatu ala aljanazati fi alawqati thalathati, na wala haijuzu swala ya jeneza ndani nyakati tatu, allati, nyakati tatu ambazo tahrumu salatu fiha, inaharamika swala ndani yake, illa lidharuratin, isipokuwa kwa ajili ya dharura, lihadithi Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, katazo la kuswali katika nyakati tatu imekuja katazo hili kwa mujibu wa hadithi ya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qala, amesema Uqbah, thalathu sa'atin, nyakati tatu,
kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, yanhana, akitukataza sisi, an nusallia fihinna, kusali ndani ya nyakati hizo, au an nakbura fihinna mautana, au kuwazika katika nyakati hizo maiti zetu. Watu ambao kusalia hata kule kuzika wakati ule kidogo, kama itakuwa nyakati hizo, wapishe kidogo watu na kuwazika, labda itokezee dharura. Nyakati zenyewe ni hizi: hina tatluu shamsu bazighatan, ni wakati linapochomoza jua, mwanzoni mwake jua kuchomoza, ndio kwanza linaanza kutoka pale. Ni makruhu au wengine wakapelekea kwamba ni haramu kabisa kusali katika nyakati zile, na hikma yake ni kwamba jua lile wakati ule mfano wake linakuwa kama liko juu ya pembe za shetani, linachomoza kwenye pembe za shetani. Kwa nini kaambiwa hivyo? Naam, Sayyid Sabiq kwenye fiqh sunna ndiyo alieleza hivyo. Anasema pale inachukuliwa kiakili ya kwamba jua lichomozapo shetani anainamisha kichwa chake upande ule, jua linakuwa limekaa kama kwenye pembe ya shetani, na kwa hivyo wale wanaoabudia jua wote huwa wanaabudia nyakati za kuchomoza na nyakati za kuzama. Sasa na muumini naye vile vile, kama ataabudu wakati ule maksudi bila ya dharura, hukumu yake atakuliwa na yeye vile vile analiabudia jua, na yeye vile vile anamwabudia shetani ambaye kainamisha kichwa chake upande uliko jua. Na ndiyo maana ikakatazwa kufanya ibada wakati ule, na ni nyakati fupi sana kwa hakika. Likichomoza jua kiasi cha urefu wa mkuki, tayari anaweza kutoka sala. Likishakuwa katika wakati linapokuwa saa 6 jua alama katikati ya utosi, kikishaanza kuonekana kivuli tu basi, yani jua likimili kwa magharibi, kivuli cha mtu kinaanza kuonekana, au cha mti au cha nyumba kinatokeza. Lakini pale hakuna kivuli, ukisimama uwanjani juani huoni kivuli chako, pale ni makosa kuswali kwa jua. Usubiri kidogo mpaka jua litenguke. Kwa hivyo wakati wa mwanzo, hina tatluu shamsu bazighatan, ni wakati jua linapochomoza mwanzoni mwake kuchomoza, hatta tartafi'a, mpaka linyanyuke juu. Na kunyanyuka juu katika baadhi ya riwaya imekuja qadra rumhin, kiasi cha urefu wa mkuki. Wakati wa pili katika nyakati zilizokatazwa kuswali hata sala jeneza, hina yakumu qaimu dhahira, na wakati unapoanza kusimama wakati wa dhuhuri karibu kuingia kwake, huitwa qaimu dhahira. Wakati ule jua liko sawa sana utosi, kivuli kinakuwa hakionekani cha mtu wala cha mti wala cha nyumba, hata tamila shamsu, mpaka jua liiname kuelekea upande wa magharibi. Na wakati wa tatu, wa hina tadayafa shamsu lilghurubi, ni wakati jua linapoelekea upande wa magharibi katika kuzama. Pale mtu asiswali hata taghuruba, mpaka jua lizame kabisa kabisa, na kwa wakati huo inakuwa ndio magharibi imeingia. Wamekhilafiana maulama hapo, wakaingia kina Imam Shafi na wengine wakazivusha swala maalum ambazo zina sababu, kama vile mtu kuingia msikitini. Kuna kauli ya Mtume isemayo, idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, atakapoingia mmoja wenu msikitini asikae kitako mpaka kwanza aswali rak'a 2. Imam Shafi na kuna na wengine wamevusha, wanasema kwamba madhali kaingia msikitini, kuna kauli ya Mtume hiyo, itakuwa haifai kukaa kitako mpaka swala rak'a 2. Sasa wakasema kwamba hata kama kaingia nyakati kama hizo atasali rak'a 2, kwa sababu rak'a 2 zile zina sababu kubwa. Na wakainamia zaidi kwenye kitendo cha Mtume kilichotokezea siku ya Ijumaa, wakati anaendelea na khutba.
mara akaingia mtu msikitini akakaa kitako kusikiliza khutba. Uzito wa jambo la kuswali rakaa mbili ambazo huitwa tahiyatul masjid, maamkizi ya msikiti, umuhimu wa jambo lile, Mtume aliwacha kwanza kuhutubu na akasema naye yule mtu kwa kumuuliza, umekwisha kuswali rakaa mbili? Yule mtu akajibu, la, sikuswali. Mtume akamwambia, qum fasalli, nyanyuka uswali, kuonyesha kwamba rakaa mbili zile zina uzito maalum, hususan siku ya Ijumaa, bali siku nyingine yote, kwa sababu kitendo kilichotokezea siku ya Ijumaa. Na siku ya Ijumaa watu aghlabu wametakiwa waingie msikitini mapema. Kwa kila mwenye nafasi yake akenda msikitini mapema anapata faida zaidi kuliko atapochelewa, kwani huwepo malaika milangoni mwa misikiti ambayo husaliwa Ijumaa. Malaika wale wanayo madaftari maalum ya kurejista majina ya watu. Kwa hivyo yule anaoingia saa ya mwanzo wa siku ile ya Ijumaa asubuhi na mapema, inakuwa kama katoa sadaka ya nyumba ya ghorofa nzima, kama jumba la Michenzani lile block lote kalitoa sadaka. Na yule anaokuja saa nyingine ya pili na kufuatia anapata thawabu, lakini chini ya nyumba kama ile, labda inakuwa tena thawabu zake kama nyumba nyingine kawaida ya chini. Na anaokuja tena kachelewa kaja katika saa ya tatu yake, anapata thawabu ukubwa wake labda kama motukari hivi. Na mwingine anakuja tena kachelewa zaidi, pengine karibu imamu atapanda kwenye mimbari, anapata thawabu, lakini kitu kidogo kama yai la kuku, lakini kapata kitu kwa kwamba kaenda msikitini na kawahi kuingia kabla imamu kupanda kwenye mimbari. Akipanda imamu kwenye mimbari, ile kauli yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, madaftari yale yanafungwa. Wanaokuja tena baada ya hapo, wakati imamu anahutubu, wanapata thawabu za kwenda Ijumaa kamili kabisa, lakini zile thawabu za kufika mapema kwa siku ile madaftari yanakuwa yashafungwa kwa kichwa. Kupata pale watapata thawabu, lakini nyingine chini ya wale. Kwa hivyo katika siku ya Ijumaa, madhali mtu anaingia msikitini na mapema, Mtume kaweka sunna hii kubwa sana ya kuswali tahiyatul masjid, kaiweka kama ni jambo zito muhimu. Tena basi kila mmoja na uwezo wake wa kusimama katika swala hizo. Mwenye uwezo wa kuisoma suratul Kahfi nzima katika rakaa moja afanye hivyo. Mwenye uwezo wa kusoma sura yoyote iliyokuwa chini ya Kahfi afanye hivyo. Na mwingine kaingia mapema sana kiasi ambacho kaona rakaa mbili zimekwisha, anaweza kuinuka akasali mbili nyingine, mbili zikesha anaweza kuinuka na mbili nyingine. Wako maswahaba waliokuwa kusali rakaa 4, wengine 6, wengine 8, wengine 12. Na wako waliokuwa wanasimama rakaa mbili hizo lakini kwa muda mrefu sana, anasoma sura katika zile as-sab'u tiwal, sura 7 zilizokuwa refu kuanzia al-Baqara mpaka al-A'raf, anatembea mtu katika siku ya Ijumaa. Na hayo yote ni kwa sababu siku ya Ijumaa ni siku ambayo ina siri kubwa. Moja katika siri zake ni saa ya kiyama itasimama siku ile, haijulikani Ijumaa gani, haijulikani saa ngapi. Sasa angalau mtu awe yuko katika matendo maalum ya ibada, kasimama amezama ndani ya swala, ikitokezea cha kutokezea kimkute yeye katika hali kama ile, na siku ya kiyama mtu atafufuliwa katika hali aliyofia nayo. Akifa mtu katika msikiti, akifa mtu kwenye swala, akitoka kaburini anatoka katika hali kama ile, na ushahidi kamili wa jambo lake zuri alifanyalo. Sasa tunarudi katika maudhui yetu ya kuswali rakaa mbili. Kwa nini Imam Shafi akazivusha tahiyatul masjid akasema haziingii katika kusaliwa nyakati makruh kama imekatazwa? Kwa sababu siku ya Ijumaa watu wanaingia mapema, na wakiingia kuna sunna kubwa ya kusali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Ijumaa haina kablia, Ijumaa inayo tahiyatul masjid.
Sasa huenda mtu ikawa time anaingia msikitini pale ni karibu na jua kukaa katikati ya utosi. Mtume alipokuwa na kutubu, kwa hakika swala ya Ijumaa ilikuwa hajasaliwa bado, anakutubu, akamkataza mtu sikae kitako, akamwambia nyanyuka. Hata kama yeye Mtume anaendelea kusema, basi ile swala imekuwa ni dharura, aiswali mtu hivyo hivyo kwa upesi wake mara moja mbio mbio, kisha kakitako asili khutba. Kutokana na uzito huu, Imam Shafi ndo akavusha kama siku ya Ijumaa Mtume kamsimamisha mtu jua kali katikati ya utosi, kamwambia ya kwamba inuka usali. Lakini wengine maimamu wamekataa, wamesema ya kwamba madhhabi limekuja katazo ni swala yoyote ile, ikiwa ni kablia, ikiwa ni baadia, ikiwa ni swala ya maiti, ikiwa ni swala ya tahiyatul masjidi. Watu maimamu wamekataa yote hayo. Kwa hakika ni mimbabil faida, ni kwa faida ya msomaji, anawatizama kila mmoja ana ushahidi gani, dalili zake ametegemea hivi. Ukiona imam fulani amekutuliza jambo kwa sababu unasema kwamba mimi nilikuwa ni madhehebu fulani, kwa hivyo madhehebu yetu yanasema hivi, nikawa na madhehebu yangu, hapa utalaumiwa. Hutolaumiwa kama umefuata jambo la ibada kwa mujibu wa dalili, hutolaumiwa. Kwa hivyo nyakati tatu zilikuwa ni hizo. Wako maulamaa walioharamisha kabisa, na wako walioziweka katika hali ya makruh, na wako waliozivusha kwamba sala fulani haimo, sala hii ndio itakuwa imekatazwa. Hali kwa hakika iko kama hiyo. Lakini hadithi ya Uqbah ibn Amir iliyotaja masnadi yake ni kwamba akhrajahu Muslim, ameitoa Imamu Muslim, wa Abu Awana, na vile vile ameitoa hadithi hii Imam Abu Awana fi sahihihi, katika sahihi yake, wa Abu Daud, na hata Imam Abu Daud kaitoa vile vile, wa Nasai, na hata Imam Nasai, wa Tirmidhi wa sahahu, na Tirmidhi akaitoa na kisha kaisahihisha sahihi. Ibn Majah vile vile kaitoa hadithi hii, wal Baihaqi wa Tayalisi, na hata Imam Tayalisi, wa Ahmad, na Ahmad vile vile min tariqi Ali ibn Rabahi, kutokana na njia ya hadithi rasilia bwana Ali ibn Rabahi anhu, kapokea pekee. Wazada al-Baihaqi, na akazidisha Imamu al-Baihaqi kwa kusema hivi, waqala, yani qala, kasema, qultu li Uqbata, nilisema mimi kumwambia bwana Uqba, yule aliyotaja hadithi ile ya katazo la Mtume la kuswali katika nyakati tatu, na ikachukuliwa kwamba swala ya jeneza ni swala vile vile, na kwa hivyo inaingia kwenye kukatazwa kusaliwa katika nyakati hizo. Anasema bwana mmoja kwamba alimuuliza Uqba, ayudfanu billayl, je, anaweza mtu akazikwa usiku? Qala na'am, akajibu ndio, anaweza mtu kuzikwa usiku, ila Mtume kakataza watu wasiharakishi kuzika usiku, madhali watu ni kidogo watakaosalia jeneza. Lakini madhali dharura ndio imeshabidi aziko usiku, inaogopewa kwamba maiti itataghayyar, labda kuokota kwake baharini kumechukua muda mrefu kutafutwa mpaka alipopatikana, kwa siku ya pili, kwa siku ya tatu kapatikana usiku shaingia, itabidi aziko usiku, kwa sababu hali yake ni hali ambayo haiwezi kuwekeka mpaka kesho, ataziko usiku. Au kama watu wametimia wengi kiasi cha kuweza kumpatia shufaa mwenzi wao kwenye sala ya maiti, basi hapana ubaya wote kuzika maiti usiku. Mtume alikataza kwa hakika. Alipoulizia sahaba fulani yuko wapi, mbona simuoni, aliambiwa ameshakufa na amekufa jana, amezikwa usiku. Mtume aligomba kwa hakika.
aliwaambia maswahaba ya kwamba msizike maiti zenu usiku, lakini akawapa sababu yenyewe, akawaambia mpaka nipewe habari mimi nikikusudia, kwa sababu swala zangu mimi ninapomswalia muislamu ni nuru yake kaburini, kwani makaburi yamejaa miza mikubwa, na mimi swala yangu nategemea kwamba itakuwa ni nuru yake kumsaidia mtu. Lakini kama watapatikana watu wengi kabisa wametimia, watu wote imekuwa wanayo habari kama mwenzi wao atazikwa usiku, mwenzi wao atasaliwa usiku, basi hapo panakuwa hapana ubaya wote, kwani Mtume aliitaja ile sababu ya kuombezwa wenyewe ili wapate watu kusalia. Msifanye mambo kimya, kwani katika jambo analohitajia sana Muislamu ni kuswaliwa na ndugu zake akiondoka duniani. Hiyo ni haki yake ipate kwa ndugu zake Waislamu. Katika haki sita za Muislamu juu ya Muislamu ni kwamba anapofariki dunia watu wafuate jeneza lake, wamsalie na wende kumshindikize mpaka kumlaza. Hii ni haki yake, anatakiwa apewe na Waislamu wenziwe. Kwa hivyo katika jambo la kwenda mazikoni kote, maiti anahitajia sana tena sana swala ya ndugu zake, dua zao pale wataposimama kumkabili Mwenyezi Mungu, kumuomba kwa ajili yake yeye maiti. Zile dua zile kwa hakika zimekuwa ni haja kubwa kwa maiti kuliko lolote jingine litakalofanywa kwa ajili ya maiti. Kupeana watu Qur'ani, wakagawana kila mtu juzuu wakasoma kwa ajili ya maiti, haya mambo kwa hakika hayana ushahidi wowote kutoka kwa Mtume wala kwa makhalifa wala kwa masahaba wala kwa matabiina. Kwa hivyo hamna chochote pale isipokuwa ni kupoteza wakati bure. Na kusoma Qur'ani tunazungumza kila wakati, kwa ni jambo gumu, ni jambo ambalo taka mtu asomeshwe kuisoma Qur'ani ndipo aisome, na baada ya kusomeshwa awe na mtalaa, anaidurusi kila siku bali kila wakati, ndipo atapoweza kuisoma wakati wote ule. Asiyesomeshwa Qur'ani vilivyo hawezi kuisoma Qur'ani, atatokana tu. Bali hata aliyesomeshwa Qur'ani hana mtalaa tena na Qur'ani, ameitupilia mbali, hatoweza siku atapotaka, hatoweza kuisoma Qur'ani. Qur'ani inamkimbia. Mtume anasema jitahidini na Qur'ani mjizoweze, kwa sababu hii inatoroka kuliko anapotoroka mnyama anapofungua kamba kwenye kijiti akaenda zake, basi Qur'ani imezidi zaidi kuliko mnyama anapokata kamba. Hii ashaddu tafallutan min al-ibli, Mtume anasema hii Qur'ani inamponyoka mtu kwa kasi zaidi kuliko ngamia ambaye katoroka wakati alipokuwa kafungwa, au mbuzi au ng'ombe. Kwa hivyo pale kugawana juzuu ni katika jambo hapa halina maana. Wakisema watu watakutia barazanji pale, ndio upuzi mtupu kabisa, maana ni mashairi yake. Wengine wanatia kasida za malihi, sijui burdai, mara uradi wal haddadi, mara kitu gani, yote yale kwa hakika ni kupoteza wakati bure. Pale atoke mtu awasimamishe watu wasalie, ikiwa ni wanaume ikiwa ni wanawake, jambo analohitajia mwenzi wao pale ni kusaliwa. Hakulifanya jambo tukufu Mtume kwa maiti kuliko kusalia kaweka mbele kabisa, tena akigomba kabisa mtu kuzikwa hana habari yeye. Maswahaba wanajitetea, wanamwambia ya Rasulullah, tunakuona umechoka sana, una mambo mengi, na halafu tulipata habari Jumamosi na Jumatatu na Alhamisi una sunna zako za kufunga, tukaona jua kali kukutoa kule kukuja nawe huku watoka hivi na hivi, tukaona tukupumzishe sisi, na tumeona ni jambo la fardhu kifaya, wakifanya baadhi ya Waislamu hutosheleza. Maswahaba wanajitetea kwamba Mtume, tumekupumzisha sisi. Hata hivyo Mtume anasema kwamba lazima mnambie msifanye tena jambo hilo, kwa sababu swala zangu mimi ni nuru yao watu kaburini, na nikimswalia mimi Muislamu ni ushahidi kamili kwamba nitasimama siku ya Kiyama kumpatia shufaa asijie motoni. Akishapata kitu hicho kwangu, amepata certificate, amekuwa na guarantee ya kwamba yeye ni mtu mwema. Kwa hivyo naambieni Waislamu wakifa niteni mimi,
Tayeb, kwa hivyo alipoulizwa Uqba ibn Amir, bwana Uqba, ayudfanu bil-layli, anaweza kuzikwa maiti usiku? Qala, akajibu naam, anaweza kuzikwa maiti usiku. Akatoa dalili akasema, qad dufina Abu Bakr bil-layli, hata sayyidina Abu Bakar amezikwa usiku. Kwa hivyo inawezekana kabisa watu kuzika usiku, bali ikiwa watu wanapata hadithi ya Mtume isemayo asri'u bil janazati, fanyeni haraka katika mambo ya kwenda na jeneza. Na hapa kwenda na jeneza imekusanya mambo yote atakiwayo kufanyiwa maiti, atakiwa yende upesi, tokea kukoshwa, kukafiniwa, kusaliwa, kwenda na jeneza na kumzika, atakiwa Muislamu afanyiwe chapu chapu. Mtume akataja sababu zake kwa nini hiyo mbio. Fa in takusalihan, ikiwa maiti ni mtu mwema, fa khairun tuqaddimunahu ilayhi, ni kheri tupu ambazo nyinyi upesi ule mnamfanyia, mnamtanguliza kuzifikia kheri zake. Pengine kwa maneno haya, zile kheri zilizoko pale kaburini zina muda maalum. Muda ukimalizika, ina maana kwamba zinaondoshwa, patakunjwa jamvi na malaika waende zao. Ndiyo maana Mtume anasema asri'u bil janazati, fanyeni haraka kwenda na jeneza. Fa in takusalihan, akiwa maiti ni mwema, fa khairun tuqaddimunahu ilayhi, ni khairi mnayomtangulizia haraka. Lakini fa in takusiwa dhalika, akiwa maiti si katika mja mwema, fa sharrun, inakuwa ni shari, tadaunahu ala riqabikum, ambayo mnaiweka juu ya shingo zenu. Ituweni kwa haraka shahidi. Kwa mambo ya kungojana mpaka aje mwanawe, mpaka mjukuu wake, na kutafuta usafiri bila ya sababu yoyote ile, bila dharura yoyote ile, lazima apelekwe kwao, lazima apelekwe wapi na wapi. Yale ni mambo kwa hakika yanakanusha ile israi ya kauli ya Mtume asri'u bil janazah. Huyo anaongojewa, hata akija kwa hakika hatanufaika maiti na lolote lile, hataweza kusema naye, wala hataweza kupata saini yake wala kitu gani. Upuzi mtupu tu, bali itakuwa maiti anacheleweshwa, na huenda akawa anataabika kwa kucheleweshwa kule. Na kama hataabiki maiti, ikiwa maiti ni muovu, basi wanajiwekea uvundo mbaya sana watu kwenye nyumba zao, watoe haraka jambo lile wakalisitiri. Kwa sababu wa in takusiwa dhalika, ikiwa maiti si katika mja mwema, fa sharrun, basi ni shari hiyo, tadaunahu ala riqabikum, ambao nyinyi mtakuwa mnaiweka juu ya shingo zenu. Adhani shari kidogo ya Rabbi. Kwamba anaweza maiti kuzikwa usiku, kwani Sayyidina Abu Bakar alizikwa usiku, mategemezi yake sahihun, ni sahihi. Albani sasa anazungumza maneno kidogo yana faida maalum. Chini katika nambari 1 akaeleza hivi, anasema alhadithu biumumi, hadithi hii yenye jawabu ya bwana Uqba kwa mkusanyiko wake, yashmulu salata ala aljanazati, inakusanya swala juu ya jeneza. Wa huwa alladhi fahimahu sahabatu, na ndiyo jambo ambalo wamefahamu masahaba. Au hadithi ya Uqba iliyotaja katazo la kuswali katika nyakati 3 inakusanya hata swala ya jeneza vile vile imo, kwani imeitwa kwa ni swala. Wa huwa alladhi fahimahu sahaba, na hilo ndo jambo walolifahamu masahaba kwa hakika, kwamba swala ya jeneza inaingia katika vitu vilivyokatazwa kuswalia katika zile.
Farawa Malik fi al-Muwatta, basi amesimulia Imam Malik kwenye kitabu chake al-Muwatta sahifa kadha. Wa min tariqihi al-Baihaqi, na katika njia ya hadithi hiyo yumo Imam Baihaqi an Muhammad ibn Abi Harmala, kutokana na Muhammad ibn Abi Harmala, anna Zainaba, ya kwamba bibi Zainab binti Abi Salamata, mtoto wa Abi Salama, tuwufiyat, alifishwa. Alipofishwa bibi huyu, wa Tariqun amirul Madina, na bwana Tariq alikuwa ni amirul mu'minina pale Madina. Faata bijanazatiha, bwana Tariq akaliendea jeneza la bibi huyo Zainab baada salati subhi, baada ya kusha kusaliwa swala ya subuhi. Na baada ya swala subuhi, Mtume alikataza pale mtu asiswali swala ya baadia. Swala ya subuhi haina baadia, inayo kablia, na kablia yake muhimu mno. Yataka mtu afanye kufa au kupona azipate rakaa mbili kabla subuhi, kwa sababu katika maneno kwenye kinywa kitukufu cha Mtume yametoka maneno mazito mno. Rakaa mbili za kabla ya swala ya fardhi. Maneno gani Mtume kasema? Mtume anasema rak'atay al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Maneno kwa sana. Rakaa mbili za kabla ya swala al-fajiri ni bora. Mtume atamka kama hamna upuuzi, hamna jokes ndani yake. Ni bora kuliko dunia nzima na vilivyomo duniani vyote. Dunia imebeba vitu vingi. Dunia ina binadamu mwenye akili, si bora kuliko rakaa mbili za fajiri za kabla al-fajiri. Dunia ina petroli chini kwenye ardhi, ambao dunia nzima leo ndio inaendeshwa mbio na petroli. Ikipanda bei petroli, ndio maisha ya watu wote kwa mashaka makubwa. Petroli hiyo. Sasa hivi ulimwengu hauwezi kwenda bila petroli. Basi petroli haina maana kuliko rakaa mbili za kabla ya fajiri. Dunia ndani yake kwenye ardhi mna dhahabu, katika bahari mna lulu, marjani, yakuti, watilia mbali wanyama, watilia mbali mimea, watilia mbali madini mengine mbalimbali. Rak'atay al-fajr, rakaa mbili za kabla ya alfajiri, khairun min ad-dunya wa ma fiha, ni bora kuliko dunia na vilivyomo ndani ya dunia. Ina maana kwamba mtu kama atazikosa zile, hakuna pahala alipofilisika, hakuna pahala kuna hasara kuliko kuzikosa mtu rakaa mbili za kabla ya alfajiri. Amekosa kitu kikubwa mno. Na yataka Muislamu awe anajiuma meno, anapata taabu kabisa. Niamka saa hizi bibi leo, inabidi nimeingia msikitini ndo patakiliwa, na pakakiliwa ndo basi tena kifuatacho pale swala ya fardhi kusaliwa, nimeshakuwa nimechelewa. Ajiume meno kwamba amekula hasara kubwa. Maana mtu kukosa dunia na vilivyomo duniani, hasara kubwa sana hiyo. Dunia na mambo mengi. Tuyawake hayo, tunakuja kwamba baada ya swala ya alfajiri Mtume kakataza kuswaliwa swala ya sunna ya baadia. Swala ya alfajiri haina baadia. Huyu Amiri Tariq alipokufa bibi Zainab mtoto wa Abi Salama, alikwenda kwenye jeneza la maiti huyo, na kenda baada salati subhi, baada ya kuswaliwa swala ya subuhi, فوضعت بالبقيع, jeneza likenda likawekwa katika kiwanja cha Baqi' al-Gharqadi. Ni pahala maarufu hapo walipolala maswahaba Madina, pahala walipolala maswahaba wa Mtume milala hapo. Wakana Tariq, na alikuwa huyu Tariq
waidekoni hapo tukwambia barabara kwangu kidogo imekataza kupiga kutika. Yakhlisu, alikuwa huyu Tariq kawaida yake anaifungua swala ya asubuhi wakati wa kiza kama alivyokuwa mtume anafanya. Yakhlisu bisubhi, mtume alikuwa na kutoa takbira ihram katika swala asubuhi kiza, angojei kupambazuke. Ukiingia wakati tu panaadhiniwa, patangojewa jamaa kidogo, muda dakika 10 pale 15, kisha mtume anaanza kusafiri katika swala asubuhi kiza. Huyu bwana Tariq aliurithi mwendo ule. Tayeb, qala ibn Abi Harmala, basi akasema huyu ibn Abi Harmala, fasami'tu Abdullah ibn Umar, nikamsikia bwana Abdullah ibn Umar yakulu li ahliha, anasema kuwaambia watu wake, anawaambia imma an tusallu ala janazatikum alana, ikiwa mtamswalia maiti basi chagueni kumswalia sasa hivi, yani baada ya sala ya asubuhi, lakini jua bado kuchomoza. Na Tariq alikuwa sala ya asubuhi anaiswali kiza, ina maana wanaimaliza bado kidogo kungali na asubuhi ya mapema, jua bado kuchomoza, kama ambao wataiona kawaida hii wale wanaoswali kwa kupata mwendo huo. Ama wale wanaongojea mpaka kupambazuke sana, itakuwa tabu. Wale ambao wanaswali kwa kuingia wakati tu na kiasi cha kungojea jamaa kwa dakika 15 mpaka 20, basi kwa hakika wakimaliza sala alfajiri wataona kuna mwanya mrefu pale mpaka jua kuchomoza. Kuna mwanya mrefu unaweza kufika hata saa moja nzima. Abdullah bin Umar alipopata habari kwamba maisha yatakusaliwa sasa hivi, akasema chagueni, imma an tusalli ala janazatikum alana, amma mtasalia janaza lenu hivi sasa, wa imma an tatrukuha, imma mliwachie kwanza msisalie, hatta tartafi'a ash-shamsu, mpaka jua linyanyuke. Maana si muda mrefu sasa hivi jua litachomoza, na wakati linachomoza msisalie kwanza, wacheni mpaka jua linyanyuke juu kiasi cha mkuki, kwa sababu kuna wakati ambao mtume amekataza kuswali, na swala ya jeneza inaingia katika katazo lile, kwa sababu nayo pia ni swala. Jambo jingine hapo linapatikana ni kwamba mpango wa kuswalia swala za jeneza unakuja baada ya swala ya fardhi na sio kabla yake. Ndiyo maana Abdullah bin Umar hakugombeza kwamba mtasaliaje sasa hivi wakati nyinyi mchaswali. Tena pale pana katazo la mtume na kuswali sunna ya baadia ya alfajiri, hakugombeza hivyo. Alijua kwamba hii swala jeneza haingii katika katazo lile la baadia. Hii sio baadia, hii ni fardhu kifaya nyingine kabisa. Taratibu zake swala jeneza, kama kuna wakati pale wa swala ya fardhi hutangulizwa mwanzo, kwa sababu ni fardhu aini, ile imemgusa kila mtu. Ama kwa swala jeneza ni fardhu kifaya, pale kama mtu ambaye kuna mtu kisha swali fardhu aini, ana jambo lake la dharura, anauza mgonjwa, yuko sakati mauti, anaenda katika kumfunika, hatofungika tena baada kwa sababu ya jeneza. Wakiswali jeneza baadhi ya watu basi imetosha, lakini kama patafungwa pale watu wanasubiri kuswalia kwanza jeneza na swala ya fardhi bado, huenda mtu pale akakatiwa pingu ya bure, itabidi asubiri pale mpaka maiti aswaliwe, tena baadaye pakimiwe paswaliwe jamaa, na anaogopa kuondoka pale msalimu sana jamaa ni muhimu zaidi kuliko swala peke yake, kwa daraja nyingi sana. Hapa tunakipata kitu hicho. Kwanza swala ya fardhu kifaya inakuja baada ya fardhu aini. Ni jambo ambalo ukishalifanyia mazoezi kidogo tu basi watu mnawaingia akilini. Zoezi lake linafanyika sasa hivi alhamdulillah, hata baadhi ya mashamba mengine tayari watu wanalifanya hilo, linakwenda kidogo kidogo sunna yake sasa hivi. Hata mashamba sasa hivi kuna baadhi ya watu wanafahamu hilo, na imesaidia sana hii safari ya mahujaji kwenda kule
maana Mwenyezi Mungu amesema ni yashhadu manafi'a lahum, huku na waje watu washuhudie mambo ya manufaa na wao, na katika manufaa makubwa ni kushuhudia matendo ya ibada. Kama mnagombana huku wenu kwa habari ya kunuti alfajiri, mtu akaenda kule hakuna kitu hicho, ataona hivyo jamaa kumbe katika pahala barabara, kumbe wamesibu. Hata pahala alipokufa mtume, alipoishi mtume, hakuna kitu kama hicho. Kama kuna watu wanagombana kwamba baada ya swala lazima walete masongo pale na hivi na hivi manyurani, akaenda kule hatakuta makelele, atakuta dua zote ifradan zinafanya mtu peke yake, kama alikuwa mtume na masahaba. Na halafu atakuta baada ya kusaliwa sala za fardhi ndipo hutoka tangazo kule, as-salatu al-mayyit au maiti wawili au maiti watatu, panatoka tangazo pale. Kwa hakika katika siku za hija ni nadra kutokezea swala ya fardhi kusaliwa lisitoke tangazo kama mtu kafa au wawili au watatu au watano. Nadra sana kutokezea, hata mmoja nadra. Anakufa mtu kwenye kila kipindi, kwa kila kipindi cha sala anazikwa mtu, na matangazo yanakuja kwa hakika kila kipindi katika siku zile za hija. Hapo tunapata habari hiyo. Halafu hadithi hii wa sanaduhu sahihun, mategemezi yake ni sahihi, ala sharti shaykhaini, juu ya sharti walioweka mashekhe wawili, Imam Bukhari na Imam Muslim. Thumma rawa Malik, kisha baada ya hapo akasimulia Malik عن ابن عمر وتكررنا عبد الله بن عمر قال مثلا يصلي على الجنازة بعد العصر, anaweza mtu kusalia juu ya jeneza baada ya asiri wa baada subhi, na baada ya subuhi. Lakini basi idha sallayata, pindi atakaposaliwa maiti katika nyakati hizo, liwaktihima, katika nyakati ambazo jua halijaanza kuzama wala jua halijaanza kuchomoza. Ama ile kwamba baada ya sala ya fardhi haina neno, maana kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba tunatanguliza kusalia jeneza mwanzo wala asiri kabla ya sala ya fardhi, kwa sababu hakuna swala nyingine baada ya asiri. Tizama anaposimulia huyu Malik kutokana na Abdullah bin Umar, sahaba mtume, anasema hakuna ubaya wowote. Abdullah bin Umar anasema yusalla ala aljanaza, fatasaliwa juu ya jeneza baada al-asri, baada ya sala al-asri, wa baada subhi, na baada sala subuhi, kwa sharti moja tu, idha sallayata liwaqtihima, pindi itaposaliwa kwa wakati wake, yani kabla ya jua kuchomoza au jua kuzama. Wa sanaduhu sahihun aidan, na mategemezi yake ni sahihi vile vile. Baada ya asiri na baada ya subuhi, kilichokatazwa ni sunna za baadia, na siyo swala ya jeneza fardhu kifaya, bali kabisa. Warawa al-Baihaqi, na vile vile anasimulia Imam Baihaqi bisanadin jayyidin, kwa mategemezi yaliyokuwa madhubuti sana, an Abi Jurai, kutokana na Abi Jurai, an Ibn Jurai anasema akhbarani Ziyadu, kanipa habari mimi Ziyadi, anna Aliyan, ya kwamba Ali akhbarahu, kampa habari yeye, anna janazatan, ya kwamba jeneza fulani, wudhi'at fi maqbaratin, liliwekwa katika makaburi ahli Basrati, ya watu wa Basra, Iraki huko. Hina isfarrati ash-shamsu, wakati jua limeshapiga rangi ya manjano, yani karibu al-nazama, maana unapotazama jua linapiga rangi ya manjano kiasi, ule mkate wa jua, uso wa jua unapiga rangi ya manjano. Kwa hivyo falam yusalli alaiha, Sayyidina Ali hakusalia maiti yule hatta gharabat ash-shamsu, mpaka jua lilipozama, ili kuondoka katika ule wakati uliokatazwa kuswali au kuzika maiti katika. Lilipozama jua,
ina maana magharibi ishaingia. Sasa je, maiti yuko pale na magharibi ishaingia, si makosa kuzika usiku maiti? Madhali waislamu kumsalia wapo, kama tulivyoona nyuma. Sayyidina Abubakar pia kazika usiku. Pasaliwe maiti kwanza pale au magharibi mwanzo? Faamara Abu Barzata, bwana Abu Barzata akaamrisha almunadi, muadhini, yunadi bisalati, aadhini kwa ajili ya sala ya magharibi. Akaadhiniwa. Thumma aqamaha, kisha akaikimu sala ya magharibi kwa iqama. Fataqaddama Abu Barzata, akatangulia mbele Abu Barzata, fasalla bihim almaghriba, akawasalisha watu kwanza magharibi. Wa fi nnasi, na katika watu waliohudhuria swala ya magharibi hiyo na jeneza liko pale, Anas ibn Malik, yuko sahaba wa mtume bwana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anas ibn Malik ni kitoto kilicholelewa na mtume, kayaona mengi, kafaidi mno ndani ya nyumba ya mtume. Ni mtu ambaye anajua sunna sana, na ameondoka mtume duniani kamwacha Anas ibn Malik kama ana miaka kama 18 20, toka kabisa kabisa. Alikuwa yeye ni miongoni mwa vijana wakisogeza viatu vya mtume, miswaki ya mtume, walikuwa wadogo sana. Kwa hivyo alikuwepo Anas, na kama pale pana dosari ya kutanguliza swala ya fardhi mwanzo, jeneza liko pale, kama tulivyozoea kufanya sisi, maiti swala mwanzo halafu swala ya fardhi, na kama ingelikuwa ni dosari kuswalia fardhi swala ya magharibi mwanzo, bali Anas ibn Malik asingelikubali, angetia hoja lazima. Wa Abu Barzata, na huyu Abu Barzata aliyefanya hivi kuisali magharibi mwanzo kabla sala jeneza, min al-ansari, ni katika watu wa Ansari, si mtu ovyo ovyo, ni katika watu wa Madina. Tena sio kama ni watu wa Madina tu, min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam. Abu Barzata ni katika masahaba wa mtume. Kwa hivyo kitendo cha sahaba wa mtume kinakuwa ni hoja peke yake. Kwanza sahaba wa mtume anafanya jambo, basi kwa upande wa mambo ya Kiislamu na Waislamu wanakubaliana, hata kitendo cha sahaba pia ni hoja vile. Thumma sallu ala aljanaza, kisha hapo baadaye ndipo waliposalia jeneza. Inshallah kwa leo kwanza natufikie hapo, tutakuja kuondokea katika kifungu chingine cha maneno kabla ya kuingia katika mlango wa 14 ad-dafnu wa tawabi'ahu, kuhusiana na subject ya kuzika na mambo yanayofuatia katika mazishi. Inshallah tukielekea mazetu kwenye ukurasa wa 131 darasa ya ahkam janaizi, tulikuondokea katika peji hiyo. Inshallah tunazidi kukumbushana tu kwa michango yetu inaendelea kama kawaida, na wakusanyaji watakuwa nje ya msikiti baada ya swala ya Isha. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا